Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upanze dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Upungufu wa damu salama katika hospitali za mkoa wa Kigoma umetajwa kuhatarisha maisha ya wajawazito, watoto na waathirika wa ajali, huku wananchi wakihimizwa kujitokeza kuchangia damu ili kusaidia kuokoa maisha ya wenye uhitaji. Wadau wa afya na viongozi wa dini wamezitaka taasisi na wananchi kuendeleza utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara, wakieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuongeza akiba ya damu salama na kukidhi mahitaji yaliyopo mkoani humo. Hali ya ujauzito inasababisha kuna muda ambao mama anakuwa anahitaji damu au anapungukiwa damu, na muda wa kujifungua damu nyingi inapotea. Kwa hiyo damu kwa kundi la wamama wanaojifungua ni muhimu zaidi kuwepo. Ndio maana tuko hapa leo ili kusaidia na kuokoa maisha ya wamama wajawazito wanaojifungua na watakokuwa katika uhitaji wa damu. Wapo watu wengi sana tunawapoteza mahospitalini, ndugu zetu, rafiki zetu, jamaa zetu, kwa sababu ya damu. Kwa mimi pia nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa damu, na naamini damu yangu itaweza kumsaidia mtu mwingine ambaye atakuwa na tatizo la damu. Damu haiuzwi popote pale. Huwezi kwenda dukani ukatoa fedha kwamba nataka damu. Huwezi kwenda popote pale ukaikuta damu. Kwa tunachokifanya hapa, tunaelewa, kwangu mimi najielewa kwamba nimeokoa maisha ya mtu ambaye simfahamu, sio ndugu yangu. Kwa binafsi nahisi kama nimeagusa maisha ya mtu mwingine. Baba wengi ndio madereva wa bodaboda, na ajali zinatokea, mtu anapewa unit nyingi wakati mmoja. Kwa hiyo tuseme watu wengi tuna uhitaji wa damu. Tuendelee na kurasa. Baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wameeleza wasiwasi kuhusu baadhi ya vijana wa kizazi cha Gen Z kutaka mafanikio ya haraka bila kuvumilia changamoto za kazi na biashara, hali inayoweza kuathiri maendeleo yao na mchango wao katika nguvu kazi ya taifa. Wakazi hao wamekitaka kizazi hicho kuongeza bidii, nidhamu na kujenga utamaduni wa kujifunza na kufanya kazi kwa juhudi, wakisisitiza kuwa mafanikio ya kudumu yanahitaji muda, uvumilivu na kujituma. Unajua maisha yanahitaji ufocus sana. Sema vijana wengi wa sasa hivi tunapenda yale maisha haraka haraka. Mtu akishaona mwenzake labda fulani ana gari, fulani ana hivi, naye anataka yale maisha. Bila kuwa na uvumilivu. Natakiwa na uvumilivu, na focus. Kama una kazi natakiwa unapambana. Wazee wa zamani walikuwa wanajituma sana katika kazi, na walikuwa wanajaribu ku-maintain shughuli zao ili kuangalia kesho kuna nini. Lakini vijana wengi wa sasa hivi wametoka katika mfumo ule na kuangalia sana vitu vya ulisi. Ndio maana unaona sasa hivi vijana wengi wanakuwa wanafeli katika maisha, na ndugu zetu wengine wana left group. Hao Gen Z inatakiwa wasiwe wavivu wa kazi. Unaona? Wasiwe wavivu wa kazi, kwa sababu watu wengi sasa hivi wana base sana kubeti, anaacha kufanya kazi, shughuli ambayo ya kumuingizia kujishughulisha ile kuhangaika. Anaona anataka maisha rahisi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinafanya vijana waingie kwenye mambo ambayo sio mazuri. Tumalizie kurasa kwa hili. Halmashauri ya mji wa Njombe imeanzisha vituo vya kulea watoto katika maeneo ya masoko na mikusanyiko ya watu, hatua inayolenga kulinda watoto wa wafanyabiashara dhidi ya vitendo vya ukatili ikiwemo ubakaji, ulawiti na mauaji. Kula kuanzisha kituo hiki ni kupunguza kuzagaa kwa watoto, kukosa uangalizi wa karibu kwa watoto pindi wazazi wao wawapo kwenye shughuli za kibiashara, ujasiriamali na ukulima. Kituo hiki kinasaidia sana kwa malezi, cha kwanza hicho. Baada ya kuzuru mitaani, muda mwingi atakuwepo yupo hapa kituoni. Kwa hiyo mambo ya ulawiti yamepungua sana kupitia vituo vya chekechea kwa malezi mazuri ya watoto. Punguza ukatili wa watoto, unyanyasaji na pia udumavu wa lishe. Kwa sisi wafanyabiashara tunapata muda mwingi wa kufanya biashara bila kuwanyanyasa watoto. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima ameridhishwa na huduma zinazotolewa katika kituo hicho na kuagiza uanzishwaji wa vituo kama hivyo katika masoko mengine nchini ili kuimarisha usalama wa watoto. Sio mwitikio wetu ni mkubwa tu, wale watoto walioko pale jinsi walivyochangamka nchi nzima. Masoko sasa yafuate kile kilichofanya Njombe. Kipigieni makofi kwa sababu.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.